Ujambo na karibu katika makala ya Nipashe moja kwa moja kutoka katika jiji la Johannesburg nchini Afrika Kusini. Leo ni Jumatano Oktoba 8 mwaka 2025. Ndani ya makala ya Nipashe huwa tunakuletea masuala mbalimbali, masuala ya kiuchumi, ya kisiasa, kijamii na kadhalika. Na leo tutajielekeza nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako tutaangazia ili swala la hali ya machafuko ambayo yanaendelea nchini humo. Ni vita ambavyo vinaendelea huko Kivu Kaskazini na Kusini kati ya jeshi la nchi hiyo FARDC na waasi wa M23. Waasi wa M23 wanaendelea kuteka miji mbalimbali huko Kivu Kaskazini na Kusini, na taarifa za hivi karibuni ni kuhusu kutekwa mji wa Shabunda. Je, Shabunda imetekwa na waasi wa M23 au ipo mikononi mwa serikali ya DRC pamoja na washirika wake wazalendo? Mengi zaidi ni ndani ya ripoti hii ya Thomson Unjibatangalo William. Ninakusalimu mara nyingine tena mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa makala ya Nipashe pote ulipo ulimwenguni ukitufuata kwenye njia ya YouTube. Naitwa Thomson Unjibatangalo William, mfalme wa kizazi cha 4. Ukiwa na ulimi mfupi unihite Kuru Nyonyi. Napatikana kando ya barabara, utasikia sauti za magari, sauti za pikipiki, sauti za watu na sauti za watoto. Msikilizaji, hewa ni nzuri licha kwamba hali ya vuguvugu imehamka, yani hali ya kibaridi. Ziwa Tanganyika mpaka muda huu tunaozungumza, ikiwa majira ya saa 6 na dakika 21 napopanda jukwani, Tanganyika haijatomboka, ila mawimbi ndiyo yanaruka taratibu taratibu. Nipashe ni gazeti lako, Nipashe ni TV yako. Leo tunazungumzia habari za vita na tunajielekeza huko Shabunda. Msikilizaji, mashirika ya kirahia na asasi za vijana tarafani Shabunda za kanusha katukatu habari za uvumi kwamba wahasi wa M23 wameingia Kibanda Mangobo tarafani Shabunda, mkoa wa Kivu Kaskazini mashariki mwa DR Congo. Habari zilizochapishwa na redio ya Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Okapi Jumatatu 6 Oktoba mwaka huu wa 2025 zilitaja kwamba kulikuwepo na mapigano makali kati ya jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na wasaidizi wake wa wazalendo dhidi ya wahasi wa M23 wanaosaidiwa nalo jeshi la Rwanda. Habari hizo za Radio Okapi zilisema kuwa kulikuwa na mapigano mengine katika vijiji vya Lubimbe, Kubandamangabo, Lutunkula na Mulambula. Raia wa Shabunda tuliohojiana nao ambao walihifadhi majina yao kwa usalama wameambia gazeti la Nipashe kwamba taarifa hizo ni za uongo. Amani inatanda Shabunda na hakuna mapigano yaliyoripotiwa. Hata hivyo, vyanzo vilivyo karibu na sekta ya operesheni za kivita Sokola ya pili kusini mwa Kivu Kusini mjini Uvira zimesema huo ni uongo mtupu, wala hakuna mapigano yaliyokuwepo na yaliyopo Shabunda. Andre Biadunia Mashaka ni mwenyekiti wa kamati ya ufuatiliaji ya kundi linaloitwa Amka Tujenge huko mjini Uvira ya redio ya kijamii Le Messager du Peuple mjini Uvira. Alisema utafiti walioufanya unabainisha kuwa habari hizo ni za uongo mkubwa. Kuruninga Venus Isaac ni mmoja wa makamanda wa kizalendo wanaosaidiana na FARDC mjini Uvira. Anasema kwamba ni uongo. Wazalendo wako odari na wametinga njia zote. Hakuna popote pale ambapo M23 yaweza kuingia. Huo ni uongo na taarifa za uvumi za kutaka kuogopesha wananchi. Generali Kuruninga hapa anazungumza na Nipashe. Gazeti la Nipashe tunakutana naye Kamanda Kuruninga. Jambo. Tunasema mjambo ndugu mtangazaji. Gazeti la Nipashe limekutembelea kwa siku ya leo. Unasemaje? Tunasema asante sana, karibu kwa kutembelea sehemu kwenye tunaishi. Tunasema karibuni. M23 imejitangaza kwamba imekamata vijiji karibuni 4 au 6 hivi vya Shabunda. Nyinyi mko wapi? Kwa nini wameingia hivi? Ndugu mtangazaji, hile ya kusema eti wamekamata eneo hizo za Shabunda huko, ile ni uongo mtupu. Ile ni udanganyifu ile. Hakuna M23 niko pale Shabunda pale. Na haijawahi fika pale Shabunda. Sisi wazalendo ndiye tuko Shabunda na raia yetu iko pale Shabunda. Ile ni uongo mtupu. Sasa mnasemaje kutokana na hizi habari ambazo wao wanazitembeza?
Hizo habari ni ile vita ya mamedia ile weko natumikisha kuogopesha raia yaogope, njo waangalie gisi mweye wanaza ingia mumugini ambao wamiliki. Kwa hiyo tu tunawaambia hawaja ingia pale, raia ikuwe standby, hamuna M23 nyesha ingia pale Chabunda. Lakini pia hivi nyinyi mko wapi na kwa nini hamtaki kugomboa sehemu ambazo M23 inadhibiti kama vile Kamanyola, tukianzia Katogota mpaka Bukavu na Goma? Ndugu mtangazaji, sisi tutagomboa pale. Sisi pale tunaamini M23 ni kakitu tu kidogo tu kakuchaji, kama vile unaweza enda beba telefoni kuchaji. Sisi kuko mipango ambayo yenyewe tungali tunangoja. Na M23 tunajua M23 haina nguvu kutuzidia sisi. Wazalendo tupo kabisa. Tutapigana pale na hakuna kupigana. Wakisikia tu sisi tunakanyaga pale watakimbia tu. Na kwanza hawatapiga hata risasi moja pale. Mbona nyinyi mnakuwa kama vile mnapungukiwa na nguvu? Mna nguvu gani? Nguvu sisi tuko nazo zote yani nguvu zote za Mungu alitupatiaga na za mama zetu alituzalaa nazo, tuko nazo. Kwa hiyo tunawaambia kama sisi wasijue kama tunarejea nyuma. Tuko tunafanta renseignement. Njoo yenyewe tuko tunafata avant njoo tuingie pale. Wakati yetu ikifika, renseignement yetu ikiisha, na njoo tutaangalia gisi mwanaume wala mwanamke, njoo tutaingia pale tutaona. Kuhusu Shabunda, unahakikisha kweli M23 iko hapo? Ile ni uongo mtupu, munisikilize kwa umakini sana. Ile ni uongo mtupu. Hakuna M23 iko Chabunda. Itaingia Chabunda namna gani na sisi tupo? Sisi njoo yenyewe tuniko tunatetea Chabunda, yani eneo zote za Chabunda pale sisi wazalendo njoo tunamiliki pale. Wataingia pale modele gani? Kule yuko anatunegosier. Tibiko anatunegosier ngasi tubaachie nini tufanye masese elfe. Tubataingia pale modele gani? Mtu kama Kuruninga na Shimama niko pale. Wengine biko pale sisi wazalendo. Yani wazalendo sio Kuruninga tu, ni wazalendo tuko wengi, makamanda ni wengi. Na wana nguvu ya kuingia pale Chabunda. Kwa kukamilisha mazungumzo haya ya Nipashe, unawaeleza nini watu wanaokufuata dunia nzima kwa sasa kupitia Nipashe? Watu ambao wanaonifuata na waambia tu murizike, vita ni politiki. Na mimi mufanya kutembeza habari ya vita wala mtumikisaji wa vita, mshika silaha, siwezi nikaende mbio ava kabla sijafanya renseignement. Na hivi tunaona tunaanza fika katikati ya renseignement yetu. Tunajua kama vita tunataka ifanza tugomboe hizo nafasi 3. Kuanzia Kamanyola, tunaingia Bukavu, tunaingia Goma, timu mpaka Beni, nafasi yoyote ile partout kwenye M23 inashika. Na tutapagomboa pale, tunaamini ile. Kwa nguvu gani? Yani ni kwa nguvu tu ya risasi, haiko sema nguvu ya dawa, ni nguvu ya risasi tu. Nazo risasi mezitoa wapi na nyinyi mlikuwa misituni huko maporini huko? Lolo, hiyo malisasi ambayo kwa zenyewe sisi tuko nazo. Mama zetu njoo kanatupatia malisasi, yani population njoo iko natupa tu. Population yote ya Kongo njoo iko natupa risasi. Kwa hiyo raia wako na mabunduki? Njoo iko natupatia mfano ya kuangalia gisi wanateseka. Raia kiteseka nayo itapata bunduki tu. Namna gani? Itaipata mfano wa kuangalia gisi inazanipatia hela, inazanipatia chakula, ile ni risasi ya kunisaidia gisi nitaenda mbele. Kuruninga, tunafika mwisho. Una neno la kuongeza? Neno la nyongezo naambia mama zangu wenyewe kwa wananisaidia kwa vitu vyovyote vile vya kazi, wanisaidie gisi wako wananisaidia, na mimi kesho nitawasaidia, na waendelee kutuombea Mungu. Tunataka gomboa na tunasema wazalendo oye. Kwa nini unaitwa Kuruninga? Kuruninga ndugu mtangazaji, najua Kuruninga ukishakuwa na telefoni ni runinga. Hata kitu chombo chochote cha habari hichi kinatuma masafa kwenye ngambo za juu, fasi fulani tu partout. Mtu yote mwenye kwa fasi fulani anasikiliza, ile inaitwa ni Kuruninga. Hata Motorola ni Kuruninga. Hata jembe huko nayo ni runinga tu. Msikilizaji na mtazamaji wa Nipashe, huyu ni Kuruninga, mimi ni Kurunyonyi. Ni majina yako tofauti.
Kuko kuruninga, kuko kurunyonyi, tunasema hayo yote ni mapasa. Mungu anaweza kasaidie. Ni mkubwa mdogo tu, tunaangalia gisi ni mkubwa mdogo kufatana na kadre yetu yenye tuko nayo, kufatana na hali yetu ya nchi. Kuruninga, tunakushukuru kwa kupokea Nipashe hapa kwako Uvira Kalundu, pembeni ya barabara ya taifa namba 5 kando ya ziwa Tanganyika. Tunasema ndugu mtangazaji, tunakushukuru na muendelee kuwa mnatuhusisha na mahabari, na sisi tuwahusishe na mahabari, na population tuhusishe na mahabari. Shukrani. Asante sana ndugu mtangazaji. Msikilizaji wa Nipashe, ni hayo ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo. Mimi ni Thompson Unjibata Ngalwa William, ambaye nilizungumza nawe na kuandalia makala haya ya kiusalama kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nikipatikana mjini Uvira paka Lundu kwenye edikota ya Kamanda Kuruninga, nikiona ziwa Tanganyika, nikiona mitumbwi na maboti ya kipasua mawimbi namna hiyo, nikitua taratibu katika jamvi na jukwaa hili la habari za kiusalama kutoka gazeti la Nipashe. Tukutane panapo majaliwa.